Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema uzalishaji wa mafuta katika nchi za Ghuba unaweza kusimama katika wiki zijazo. Urusi imeonya kwamba majaribio yoyote ya kuyumbisha Mashariki ya Kati yatasababisha kupanda kwa bei ya nishati, na amesema uzalishaji wa mafuta katika maeneo hayo unaweza ukasimama katika wiki. Uzalishaji wa mafuta unaotegemewa katika mlango bahari wa Hormuz unaweza kusitishwa kabisa ndani ya mwezi mmoja, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema. Putin alionya kuhusu hatari kubwa ambazo mzozo wa Marekani na Israel na Iran unaweza kusababisha kwenye soko la nishati duniani. Mwaka uliopita karibu theluthi moja ya mauzo ya nje ya mafuta ya baharini yalipitia moja kwa moja katika mlango bahari wa Hormuz, Putin alisema katika mkutano wa serikali kuhusu masoko ya nishati ya kimataifa. Hiyo ni karibu mapipa milioni 14 kwa siku, sawa na 80% ya hiyo ilienda kwa mataifa ya Asia na Pacific, alisema, na kuongeza kuwa sasa njia hii imefungwa. Trafiki ya moja kwa moja imeripotiwa kupungua kwa 80% katika wiki iliyopita baada ya Marekani na Israel kuanzisha kampeni yao ya kulipua Iran na kusababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Tehran. Meli nyingi za mafuta ziligongwa katika mabadilishano hayo, ambapo maendeleo yalisukuma mafuta ghafi hadi kufikia dola 100 na kusababisha matarajio ya hatua za dharura za nishati kutoka EU na nchi zingine. Uzalishaji wa mafuta kulingana na hatari ya shida itasimama kikamilifu katika mwezi ujao. Tayari unashuka, rais alisema. Kurejesha uzalishaji kunaweza kuchukua wiki au hata miezi. Bei ya mafuta ulimwenguni tayari imeshapanda, Putin alisema, akiongeza kuwa ongezeko hilo lilifikia zaidi ya 30% katika wiki iliyopita pekee. Usumbufu wa usambazaji wa nishati pia huongeza mfumuko wa bei na kusababisha kushuka kwa pato la viwanda, kulingana na Rais Putin. Anasema ulimwengu unakaribia kujikuta katika ukweli mpya kwamba hali ya uchumi katika ulimwengu itayumba. Urusi inasalia kuwa msambazaji wa nishati wa kutegemewa, rais huyo alisema, akiongeza kuwa Urusi itaendelea kutoa mafuta na kwa mataifa ambayo pia yanazingatia washirika wa kuaminika. Kulingana na Putin, orodha hiyo inajumuisha mataifa ya Asia na wanachama baadhi wa EU ambao ni Slovakia na Hungary pekee. Siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban na waziri wa mambo ya nje Peter Szijjarto walitaka Brussels kuondoa marufuku yake ya mafuta na gesi ya Urusi, huku kukiwa na mzozo unaoongezeka katika Mashariki ya Kati. Hapo awali, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alitangaza kupunguzwa kwa vikwazo kwa baadhi ya mafuta ya Urusi ili kuleta utulivu katika masoko. Hata hivyo, nchi za Ulaya sasa zinaanza kuhaha kutokana na kwamba hali inavyozidi kuendelea watakosa mafuta na hali ya uchumi itazidi kuwa mbaya. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya wanafanya mkutano wa video na viongozi wa Mashariki ya Kati kujadili hali ya usalama katika eneo hilo, huku bei ya mafuta duniani ikiendelea kupanda kutokana na kuongezeka kwa mzozo. Afisa mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani amesema kupitia mtandao wa X kuwa ni vigumu sana kuwepo usalama katika mlango bahari wa Hormuz wakati wa vita vilivyochochewa na Marekani na Israel vinavyoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Ali Larijani amesema kwamba kwa sasa mlango bahari wa Hormuz umefungwa. Kauli ya Larijani imekuja baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kusema kuwa Ufaransa na washirika wake wanajiandaa kuanzisha operesheni ya ulinzi ili kuruhusu biashara kuendelea kupitia ujio huo wa bahari. Macron alisema mpango huo ni doria ya ulinzi na ulinzi wa kusindikiza meli ambayo itaandaliwa kwa ushirikiano na nchi za Ulaya na zisizo za Ulaya. Lengo lake ni kusindikiza meli za makontena na meli za mafuta mara tu baada ya awamu kali za vita kupungua, ili kufungua tena njia hiyo ya bahari. Alisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa pamoja na usafirishaji wa gesi pamoja na mafuta kutoka katika eneo hilo. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya bahari inayotumiwa na nchi zinazozalisha nishati kama vile Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, katika kusafirisha mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa kwenda katika masoko makubwa duniani kama vile China, India pamoja na Korea Kusini na Japan. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.